sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la 3, kipindi cha Majilio, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Waamuzi sura ya 13 aya ya 2 hadi ya 7 na ile aya ya 24 hadi aya ya 25. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya kwanza aya ya 5 hadi aya ya 25. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kwanza aya 5 hadi ya 25. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni jina lake Elizabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikiwa walipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba, akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohane. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Israeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Na tazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu huku yasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Na wale watu walikuwa wakimngojea Zakaria wakastaajabu kukawia kwake mle hekaluni. Alipotoka hali hawezi kusema nao, walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu, naye aliendelea kuwaashiria akakaa bubu. Ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile, mkewe Elizabeti alichukua mimba, akatawa miezi 5, akisema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia, ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Neno la Bwana. Katika Injili tuliyoisikia inaeleza juu ya utabiri wa kuzaliwa kwake Yohane Mbatizaji. Jina Yohane maana yake ni Mungu ni mpendelevu, ikiwa na maana kuwa Mungu alitupendelea sisi wanadamu, hivyo akatuletea ukombozi kwa kumtanguliza Yohane kuwa mtangulizi katika habari za wokovu wetu. Katika Injili hii tunajifunza mambo mbalimbali. Jambo la kwanza tunalojifunza, kuwa watu waaminifu mbele za Mungu. Zakaria na Elizabeti walikuwa wenye haki na waaminifu mbele za Mungu, wakitii amri zake hata katika nyakati za uzee wao. Hivyo nasi leo tunaalikwa kuzitii amri za Mungu siku zote za maisha yetu. Jambo la pili tunalojifunza ni kuwa Mungu huyasikia maombi yetu na kuyajibu kwa wakati sahihi. Maombi ya Zakaria, aliomba miaka yake ya ujana wake, lakini Mungu akayatimiza kwa wakati ulio sahihi. Hivyo basi ni mwaliko wetu kuomba maombi yetu bila kukata tamaa, kama Zakaria na Elizabeti
Nazareti walivyoomba bila kukata tamaa. Pia tunaalikwa kuwa na imani na Mungu. Zakaria alitia shaka kutokana na umri wake, lakini malaika alimwambia asiogope. Hata sisi leo tunakuwa na mashaka na maombi yetu tunayomtolea Mwenyezi Mungu, lakini Mungu anatutaka tuamini kwamba uwezo wake ni mkubwa kulingana na hali zetu tulizo nazo. Hivyo basi, katika injili ya leo tunaalikwa kumwomba Mungu atujalie tuishi imani yetu tukiwa na subira na matumaini, tukiwa katika matayarisho ya kuzaliwa kwake Kristo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Sixberto Sigifridi Munishi wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Bwana, nimekuja kwetu sisi.